Dimbani. Azam FC chini ya mwalimu mpya tuliwahi kuzungumza na kusema labda pengine inawezekana ukawa tukaenda kuishuhudia Azam ya tofauti kwa sababu ya aina ya mwalimu ambao wako naye kwenye benchi, lakini mambo yanaonekana kama inawezekana tukashuhudia tofauti. Inawezekana utofauti wake si ndo kama ukupoteza. Inawezekana ikaa pia kupoteza kwa interval labda ya mabao mengi au nini. Inawezekana tukashuhudia tofauti yoyote, lakini nadhani kwa jana walikuwa hawakuwa na plani nzuri ya kumaliza game. Namna ambavyo waliplani kumanage dakika za mwisho, plani yao ilikuwa nzuri. Kipindi cha kwanza kuna dakika walicheza vizuri kwa kukaa na mpira muda mrefu, na kuna dakika walipoteza umiliki wa mpira, JKT akawa na mposesi mpira hivyo kwenye kipindi cha pili. Lakini kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda kwenye kipindi cha pili, ndivyo ambavyo Azam ilianza kubadilika zaidi, kuamua kuwapa nafasi JKT wacheze mpira zaidi, hasa kwenye dakika 20 za mwishoni. Pale ndo Azam walikuja kufanya kosa, kwa sababu mwisho wa siku waliwaruhusu JKT washambulie zaidi. Na baada ya JKT kuwa na uwezo wa kuwashambulia zaidi, ndo pale shida ilivyoanza kuonekana zaidi. Kitu ambacho kilipelekea wakaja kusawazishiwa bao dakika za mwishoni kabisa. Edward Songo alivyokuja ndani akatoka, wakaingiza baadhi ya wachezaji. Nadhani pia hata Ndemla Hassan na Dilunga pia alivyotoka, kasi ya JKT ilikuwa ikawa kubwa sana kwenda kwenye lango la Azam FC. Kitu ambacho kilipelekea hata kushambuliwa mara nyingi zaidi na kufanya makosa ambayo yalipelekea wao kuja kuruhusu bao. Ingawa kwenye bao ambalo walikuja kuruhusu, by the way, unaona uwezo pia wa Paul Peter Kasunda. Unamsifia kwa sababu ule mpira ulitochezwa kutokea pembeni kama cross. Ameingia, ameruka header, amepiga, amefunga bao. On which ilikuwa ni nafasi nzuri ambayo waliipata JKT, wakaitumia kwenye njia hiyo kwa kupitia kwa Paul Peter Kasunda, wakapata bao ambao lienda kusawazisha na kulevel ubao kuwa 1-1. Lakini hata before pale kuna nafasi kadhaa ambazo walizitengeneza, ambazo kama angekuwa makini pengine wangeweza hata kumaliza hata na mabao mawili zaidi ya Azam FC. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa nzuri, lakini mipango ya mwalimu Florai Bengi kimbinu, hasa baada ya kupata bao la uongozi kwenye kipindi cha pili kuanzia dakika ya 60 kwenda mpaka ya dakika ya mwishoni, haikuwa mizuri, ndo ambayo iliwapa room JKT kurudi mchezoni zaidi na kuwa na uwezo wa kufika mara nyingi kwenye lango la Azam FC.